Nimesimama hapa kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert John Chalamila. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa yote ambayo yanaendelea kutokea mbele yetu. Lakini tumshukuru Mungu sana kwa kutujalia afya njema na kumjalia afya njema rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi chake cha miaka 4 ya utawala, ndio tumepata hawa ndugu zetu wa DP World ambao walikuja Tanzania kwa ajili ya kuwekeza kwenye eneo la bandari. Lakini ndugu zetu hawa wa DP World wanayo foundation yao ambayo wanaitwa DP World Foundation, ambao ndio wenye jukumu la kutoa misaada na shughuli mbalimbali za kijamii. Hivyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu na kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu kumpa afya njema rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya ni matokeo ya urais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mara nyingi mtu kiambiwa ukimpeleka mtoto wako shule unapata nini? Huwa tunafikiri kwamba ukimpeleka mtoto shule atapata elimu. Kupata elimu ni matokeo ya kawaida. Impact ya kupata elimu ni yule anayepata kazi, akapata ujuzi, maana mambo mengine yanayotokana baada ya kupata elimu na kumpeleka mtoto wako shule. Lakini faida ambayo tunaipata sisi kama taifa baada ya kupata wawekezaji wa DP World ni hawa wenzetu kuja na DP World Foundation ambao wao wana jukumu la kuisaidia jamii. Hivyo naomba tuwapigie makofi sana. Na naomba nipelekee shukrani zangu za dhati kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Albert John Chalamila. Tunawashukuru sana DP World. Lakini pia tunaishukuru sana DP World Foundation kwa kazi kubwa ambao wanaendelea kuifanya. Na waambie management, sisi kama mkoa wa Dar es Salaam tuko tayari kuendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana. Ndugu zangu, tunajua wale ambao tunapita bandarini tumeona msongamano mkubwa wa magari sasa umepungua. Msongamano wa mameli pia umepungua. Na sisi wengine tunapata faida. Kwa watu wenye mahitaji maalum tunakwenda kupewa msaada wa vyakula wa thamani ya zaidi ya shilingi milioni 200. Mwenyezi Mungu atawapa na nyinyi mtakavyokuwa mnatoa. Namna unavyotoa ndivyo utakavyokuwa unafanyaje? Unapata. Kibubu chako ukishindwa kukitoa, kikifika mahala kinajaa, hauwezi ukapata tena. Hivyo tuendelee kuwaomba, muendelee kutoa. Leo hii mmetoa kwenye vyakula, lakini kesho kutwa watu wetu hao wengine wanahitaji fimbo za kutembelea. Wako wengine wanahitaji baiskeli, uongo kweli, za kutembelea. Wako wengine wanahitaji misaada ya bati, lakini wako wengine wanahitaji mikopo ya majiko ya kupikia. Wako wenzangu na mimi wanahitaji msaada labda wa vifaa mbalimbali vya kushonea. Wako wenzangu na mimi wanataka msaada wa vitambaa. Sasa kwenye hii ya chakula ni hatua ya kwanza. Tunaishukuru sana DP World Foundation. Kawaambie tunaomba na ndoano ya kwenda kufanyaje? Kuvulia. Wapigeni makofi. Kwamba kwa niaba ya mkuu wa mkoa tunawashukuru sana hiki mlichokitoa. DP World Foundation ni kampuni tanzu iliyo chini ya mwamvuli wa DP World na ni kampuni inayojikita katika nguzo kuu 3. Kwanza afya, pili elimu, 3 chakula. Na kwa maeneo hayo muktadha mkuu ni katika kutoa msaada wa dharura na kutimiza wajibu wake kwa jamii. Tunafanya hayo katika nchi mbalimbali zaidi ya 80 ambazo tupo hivi sasa duniani, ikiwemo Tanzania. Tunatarajia kutoa misaada kwa wahitaji ambayo ni vifurushi 1000 vya chakula kwa mkoa wa Dar es Salaam. Na vifurushi hivi kwa ruksa yako tutavitoa vifurushi 200 kwa kila wilaya ya Dar es Salaam. Na tukisema kifurushi cha chakula tunamaanisha ifuatavyo. Kifurushi kimoja cha chakula kitakuwa na muunganiko wa vitu vifuatavyo ambavyo ni dona, unga wa dona ambao ni kilo
kilo 10, unga wa ngano ambao ni kilo 5, mchele ambao ni kilo 10, sukari ambayo ni kilo 5, maharage ambayo ni kilo 5 na mafuta ya kupikia lita 10. Hii ikiwa ni kifurushi kimoja cha chakula. Mchango huu ambao tutautoa kwa mkoa wa Dar es Salaam kwa ujumla wake, kwa maana ya mkoa mzima wa Dar es Salaam na wilaya zake zote 5, tutakuwa tumetoa jumla ya dona, unga wa dona ambao ni tani 10, unga wa ngano ambao ni tani 5, mchele ambao ni tani 10, sukari ambayo ni tani 5, maharage ambayo ni tani 5 na mafuta ya kupikia ambayo ni lita 10,000, ambao jumla ya vyakula hivi itakuwa ni kiasi cha shilingi milioni 200, ikiwa ni kwa wastani wa shilingi milioni 40 kwa kila wilaya. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.